la Amani Zanzibar, Yanga na Simba. Hiyo ndo ngao ya jamii ambayo mshindi anachukua. Zipo stori nyingi kila mahala. Tanzania inasimama kwa dakika 90. Leo ni siku imara, siku ambayo kila mtu anataka kushinda katika mchezo huu. Hapa ni Zanzibar, na hii ndo kikosi ambacho ameanza nacho kocha wa Yanga. Maamuzi wakati ni Ahmed Arajiga. Kikosi cha Simba wachezaji wawili tu ambao wameingia katika dirisha kubwa la usajili, na utaanza maamuzi. Ahmed Arajiga anasema kabumbu ianze. Ni Simba Sports Club. Assalamu alaikum, karibu sana popote pale ulipo, bila shaka ujambo, amani iwe nanyi. Yuko pale kocha Mang'omba Mpi, kocha mkuu wa Yanga Steve Beka ameshaonja ladha pamoja na joto la mchezo huu. Mchezo Zakwani weka ndani kule, cheza mpira ule, bado hujaondoka. Simba wana clear, haijaondoka. Nzengeli, Mudathir, Yahya Abbas wanajaribu kuangalia namna ya kupenya, anaondoka pale lakini amewekwa chini. Ibrahim Dumbia mwili wake anapita nayo naodha Bakari Nondo, mwili mzima wa Ibrahim Dumbia. Libase Geye anaondoka pale, ni foul. Kazi kweli, bila shaka ni kadi ya njano ya kwanza. Mchezo unaonyeshwa mapema kabisa, ana dakika 84 ama zaidi ya hapa kuweza kupambana pasina kupata adhabu nyingine. Aliingia kwenye mguu wa kushoto wa Libase Geye akamfanyia foul. Usaka chezesha kwenye nafasi, Libase Geye anajaribu kucheza mpira ule lakini anasimama vizuri kabisa. Nafasi nzuri, anajaribu kuingia na anguka peke yake. Kwa Simba Sports Club, Zigiziara na walinzi wa Yanga walifanya kosa. Tazama hii Ayubu Injo, ni pasi ambayo ilipigwa ndani. Bakari ya kugusa mpira lakini bado kwenye kurudisha mpira hakuwa na uhakika sana. Duka Buya mpaka Zigiziara kwenda kurekebisha makosa. Ibrahim anamvisha mtu vazi la Ijumaa kwa maana ya kanzu na maamuzi. Kombe la shirikisho barani Afrika akiwa na Stellenbosch, alicheza mechi 5, dakika 394, 7 interception, 7 clearance, 6. Mchezaji mzuri sana huyu. Naam, na Zakwani labda angekuwa ngongoti mpira. Libase Geye, left foot magician. Libase ka cross ndani kule kwa natafutwa Ibrahim Dumbia. Uwezo wa kwenda juu nao, kimo kinamruhusu, lakini cross ilipita na kwenda kutoka nje. Libase Geye option yake ilikuwa ni hii, kumtafuta Ibrahim Dumbia, lakini anasikitika kwamba imepita pasi na yeye kufanya reaction yoyote. Zigiziara pengine alalamika kwa wachezaji wake kuruhusu Libase Geye kupata uhuru mkubwa. Nzengeli, nafasi nzuri sasa, mpira kwenda nje. Adam Kangwanda, Nzengeli anaweka Shadraka Boko cross ndani, Jibril anakwenda kugusa mpira ule. Zakwani anajaribu kucheza kule, Zakwani mpira ule. Yanga wanachukua tena boli. Abuya weka pembeni kwa Mede, Shadraki Saka. Boka hajaamua, anaiomba pass pause. 1-2 inawekwa cross ndani kule, Kangwanda Albert, wanasema ombea adui yako aishi miaka mingi, ili pale unapofanikiwa ajionea kwa macho, anajionea kwa macho. Rushen Deriek ni Albert Kangwanda, MVP wa ligi ya Zambia msimu uliopita, alifunga mabao 13 msimu uliopita Zambia Premier League. Shadraki Saka Boka inaenda kwenye kichwa cha Kangwanda. Kangwanda naongwandua, Simba wanakubali, Amani nakubali. Wow, what a score! Moja Ayubu Injo, imeanzia kwa Maxi kwenda kwa Shadrack Boka, give and go. Yanga wakachomoa. Anaonyesha kadi ya njano meneja wa Yanga Walter Harrison, kisikika akisema sio foul, na mkono ule wa Bakari ulienda kwenye mgongo, na ndicho ambacho pengine kilimfanya mwamuzi kupuliza filimbi. Alikwenda Captain Bakari Mwamnyeto
Hii hapo pasi ya Max ambayo aliweza kufungua njia. Libase alikuwa akijog wakati ambao Boka aliondoka na kwenda kupiga cross katikati ya fullback, lakini pia kwa center back. Kwa nyuma yake kulikuwa na Ibrahim Jabar. Chama Clatous anawakumbusha wachezaji wenzie kwamba bado haijaisha, wanapaswa kuamka kuweza kufanya kitu bora zaidi. Peleka presha kubwa. Rushen Deriek amepoteza mpira ule. Nafasi sasa kwa Shashaman. Shalulile! Afanalek anaonekana sasa, mpira unakwenda siko. Ismail Ture, pasi ya chonganishi, akatengenezewa Shashaman Shalulile, lakini hesabu zake zimekataa. Kuna uzembe ulitokea pale kwa walinzi. Peter Shalulile. Hii pasio ambayo aliitoa ndivyo sivyo Ismail Ture kabla ya Shashaman kupeleka mpira nje. Alikuwa na nafasi ya kujitambulisha kwa wananchi katika mchezo mkubwa zaidi kwa eneo Yao Kwasi. Pasi nzuri, uwanja unaitika. Yupo chini Yao Kwasi. Kadi ya njano. Aliingia na kwenda kugusa mguu na mpira uliachwa kwa staili yake, akaenda akakanyaga juu ya kisigino na Yao unawekwa ndani kule, mpira unakaa katika njia sahihi. Libase Gay anapoteza mpira ule. Albert Gay Almanusra ampe nafasi Kangwanda, ingekuwa ni balaa lingine ile. Na mbaya zaidi aligeukia ndani katika eneo ambalo hata mtoto mdogo hafundishwi. Kangwanda weka ndani kule, yupo chini goalkeeper Brila Kasali. Kona tatu, kadi ya njano ile. Hii hapo unaweza kuona okay, alitumia mkono, alikwenda kupiga kwa mkono ule mpira, na moja kwa moja mwamuzi akaona unauleta umaradona. Ni dakika 45 za dabi ya Kariakoo Ngao ya Jamii. Ibrahim Dumbia amekwenda nje second half. Mchezo wa Ngao ya Jamii kuashiria kuanza kwa msimu mpya wa ligi kuu ya NBC. Lakini Seleman, mchezaji wa mwisho ambaye aliwapa ushindi Simba dhidi ya Yanga katika uwanja huu wa Amani. Yahya Bas anaichopa ile kumtafuta kwenye njia. Mambo yamekuwa ni magumu sana. Mwamuzi kwamba hukuona kitu ambacho kimetokea. Hii hapo Mudathir alinyanyua pasi ya kuchuchumia ile, lakini mkono ulienda ulimgusa katika eneo la kifua, lakini mwamuzi anaona haikutosha kumpeleka chini. Ndio utulivu kwa wachezaji wa Simba kule nyuma, hasa wanapotaka kucheza. Yupo chini mchezaji Yao Kwasi. Anseura anaonyesha kadi ya njano. Ka mpira wa kwenda na kichwa, yeye alipeleka mguu wake na kumgonga Yao. Mwamuzi hakutaka kufikiria mara mbili cha kufanya. Stefane Aziziki kiwa jukwani anatazama mchezo unapokwenda. Yao Kwasi cheza mpira mrefu ule, nafasi nzuri ile, ingia mguu mzima. Eli Mpanzo amechezewa foul. Max Nzengeli alichokifanya ni kwa ajili ya timu, hakuruhusu Mpanzo aondoke. Akiondoka kwenye nafasi hiyo alikwisha mpa mgongo, lakini kwake Max ilikuwa bora kuvuta jezi ile. Shashaman weka ndani, Ture Tanja Jibril Kasali anaweza kumlaumu maeneo mengi, lakini hapa anakuwa ni shujaa kwenye nafasi ambayo alipress, lakini alikaa vyema, walinzi wa Simba wakimtazama Max Nzengeli, wakati kocha wa Taifa Stars akiwa jukwani, lakini pia kocha wa zamani wa Wananchi, nyota wa zamani wa Mamelodi Sundowns, lakini Yao akilalamika kwamba akafanyiwa foul. Hii hapa aliingia Ibrahim Ture akatoa bega kwenda kumuondoa kwenye njia Sheikh Ture, na ikawa ni fair challenge kwa Arajiga. Usa tu kwa wale wapenzi wa burudani ya soka, vitu ndo kama hivi vinavyoonekana. Yao Kwasi alikwenda chini akalalamika kweli kweli, na kiatu kilikuwa kimeshafuka. Mwamuzi akaambia tulia, Yao Kwasi pigwe boli. Mudathir weka ndani kule kumtafuta Kangwanda, ameshachomoka golikipa, mpira umemtoka, nafasi ya hatari kweli kweli. Mashabiki wa Simba kwenye utulivu mkubwa.
na bila shaka wakitoka hapa Agosti 22 pale Dodoma, inawekwa ndani, cheza kule, golikipa bado mpira hujaondoka. Mwamuzi anasemaje? Kuna mchezaji uko chini Waman David Kameta, lakini hivi ambavyo alikwenda kuondoa shambulizi lile wakati lilielekezwa ndani, Djigui Diarra alipangua na Mligo alijaribu kuingiza kichwa, lakini uliguswa mpira na Peter Shalulile kaondoshwa kwenye hatari. Mwamuzi aliona mpira umeguswa, kwa hakuna chochote ambacho anaweza kaamua hapo chenye faida. Wameomba video support. Angalie tukio lile, Ahmed Arajiga ni kocha wa Yanga ama hii kwenye, tajaribu kujua ni tukio gani. Wacha tuone hili hapa bila shaka. Naam. Football video support FVS wanataka kuangalia kama kulikuwa na foul. Arajiga anasemaje? After on field review, defender play the ball, there is no foul. There is no foul. Boka kinaendelea kurusha mikono yake. Hili ndio tukio ambalo lilikwenda kutazamwa kwenye VS video support. Shalulile aligusa mpira, ameonyeshwa kadi ya njano Shadrack Boka kwenye tukio hili hapa. Na kufafanua Ayubu, hii ni tofauti na VAR. Naam. Hii ni football video support. Kila kocha ana nafasi ya kuomba review mara 4. Hawa wanachenga kona ndani kule, mpira ule cheza vizuri kabisa. Djigui Diarra anasimama kuwa shujaa eneo lile. Imewachukua Simba dakika 89 kuweza kupiga on target ya kwanza. Bakari Msimu alipiga heda, mpira ambao ulidunda, kisha Djigui Diarra akafanya kazi ya ziada kabla ya kugagaa chini, kuonekana amepata maumivu. Dakika zinayeyoma, dakika zinaondoka kweli kweli. Wanalinda walichonacho wananchi. Anaweka cross ndani kule, Anse Ura anaigusa ile, nafasi nzuri waka ndani kule, mpira umeondoshwa. Peti vizuri sana Ibrahim Abdullah Baka, pasi ambayo Max alishindwa kuigusa, pasi ya kupenyeza, lakini Baka akamwambia nafanya zaidi ya hivi kwa Bakari Msimu. Labda angekuwa na akili ya ziada ya kuweza kugeuka. Hawahitaji mpira uende haraka haraka, wao wanachohitaji ni kuona muda. Ana tanki la mafuta la kutosha. Zile dakika 5 za nyongeza zimekamilika. Anachokifanya Anthony Mligo ni pressure kubwa. Alienda kusimama mbele na kumsukuma. Yao walifanya foul sawa, lakini alikuwa na muda Anthony Mligo kuweza kuanzisha. Yao wakaona isiwe hivyo haraka haraka kama ambavyo Mligo anataka kufanya. Kina hapo kadi ya njano kwa Anthony Mligo, na Yao pia kaonyeshwa kadi ya njano, wote wawili na nchi. Lakini pia wapo wengi wekundu wa Msimbazi, akiwemo mwenyekiti wa club Murtaza Mangungu. Simba wanatafuta mwakani tena. Yanga wanaanza na ngao ya jamii 2026. Jukwani ni furaha. Kocha Mang'oba Ngiti na wenzake wanapongezana wakiwa na mguu mzuri. Tanzania full time, Yanga 1 Simba Sports Club 0, ngao ya jamii.